Bwana mtangazaji, unajua kama M23 wameshakazoea kuzichezea akili za sisi Wakongomani. M23 haukuondoka kwa sababu sisi huwa muda wote ule tunatingana nao, kwa sababu sisi hatuko mbali. Unajua wao wametumia mbinu za kupanda huko sehemu za barabara ya Mwami, wakijigawa kunako milima mirefu ya Uvira na Fizi, wakawa na mbinu ya kwenda kujiunga na ndugu zao wa Twiraneho na wale wengine wa Redi Tabara ambao wanakopatikana huko Minembwe. Ni asubuhi na mapema tarehe 20 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Natumai umeamka salama popote ambako endelea kutufuata kwa muda na saa kama hizi. Kwenye ukuta ni saa 12 alfajiri. Kama kawaida, kazi kubwa tunayo ni kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha, tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, ikiwemo jimboni Kivu Kusini, jimboni Kivu Kaskazini pamoja na jimbo la Tanganyika, kwa sababu hali ya usalama inaendelea kubadilika kila kukicha. Mpendwa msikilizaji, asubuhi leo tunayo mengi ya kuweza kukuarifu. Utakujuza kile ambacho kiliendelea huko Kamanyola. Tutajielekeza pia katika milima mirefu na mifupi tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga. Ni kujuze kile ambacho wazalendo wamekizungumza kuhusiana na mpango wa waasi wa AFC M23. Tofauti na hayo pia tutakujuza kuhusiana na kikao kilichofanyika ndani ya mji wa Baraka, kikao cha usalama kwa ajili ya kuweza kuimarisha ulinzi na usalama katika mji huo ambao umekabiliwa na hali ya sintofahamu kwa muda wa wiki nzima na nusu sasa. Mwishowe tutajielekeza huko Burundi, tupate kukwambia Burundi imesema kitu gani kuhusiana na wakimbizi wa ndani pamoja na wale wa nje ambao wamekimbia vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo msikilizaji, kazi kubwa ambayo tunakusihi kuifanya ni kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, ili naendelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Nakusihi kwamba tuna nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai uko salama usalimini, na kukaribisha mara tena na moyo mkunjufu kabisa kuweza kuambatana nasi. Nasema asante kwa kuweza kuwa mwaminifu kwetu, kuwa nasi, wewe ambaye umesha subscribe channel hii na wewe ambaye tayari umesha share habari zetu kwa walio wengi ili zipate kuwafikia walio wengi zaidi. Na moja kati ya habari kuu tulionayo asubuhi ya leo ni kuhusiana na mji wa Uvira. Kipi ambacho wazalendo wamekizungumza baada ya mji huo kuweza kuanguka mikononi mwa waasi wa AFC M23. Baada ya mji wa Uvira kuanguka takriban siku 5 zilizopita, maneno yamekuwa mengi kuhusiana na kile ambacho wazalendo walikuwa kiahidi ya kwamba mji huo hauwezi ukaingia mikononi mwa waasi hata siku moja. Lakini sasa kipi kimepelekea mji wa Uvira kuanguka, na mpango gani uliopo kwa sasa, na wazalendo kwa sasa wapo sehemu gani na wanafanya nini? Kwa hivyo kupitia huu mstakabali, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tumefanya hatua kubwa sana kuweza kuwatafuta baadhi ya viongozi wa kizalendo ili tupate kuhojiana nao, kujua ni kipi kilipelekea kwanza mji wa Uvira kuanguka mikononi mwa waasi wa AFC M23, lakini pia wana mpango gani kwa ajili ya wakaaji ambao wanapatikana katika mji wa Uvira, na wana malengo gani kwa sasa baada ya mapambano kuweza kuwabadilikia na kuhakikisha kwamba wanaachia mji wa Uvira. Na moja kati ya makamanda ambao tumeweza kuzungumza nao kwenye mahojiano kupitia line ya simu ili waweze kutujuza kile ambacho kinaendelea kwa sasa katika milima mirefu na mifupi tarafa la Fizi, Itombwe, Mwenga pamoja na Uvira ni kamanda wake aiza observance wake Generali Abdul, pia tena msemaji wa wazalendo kutoka huko tarafani Kabare. Kwa sasa wanapatikana maeneo ambako maeneo yasiyofahamika. Amezungumza kwa kina kuhusiana na nini hasa chanzo cha mji wa Uvira kuweza kuingia katika mikono ya waasi wa AFC M23, lakini pia ametaja mbinu ambazo zinaweza kusaidia kukomboa mji wa Uvira. Na kusikiliza mahojiano yetu mwanzo mpaka mwisho upate kujua zile za siri ambazo wengi hawazijui. Ambatana nasi mwanzo mpaka tamati kwenye mahojiano haya kabla ya kuletea habari zingine
za eneo mbalimbali. Kamanda Abubakar, wewe ni observance wa Jenerali Abdul, tena msemaji wa wazalendo wa tarafani Kabare. Kuna maswali ambayo raia wanajiuliza, ilikuwaje mpaka mji wa Uvira kuweza kuingia mikononi mwa waasi, ili hali ya kwamba mlikuwa mkiaminisha raia kusemea kwamba mji huo hawezi ukatekwa na hautokaa ukatekwa hata siku moja, kwa sababu tunakumbuka kulikuwepo na majenerali wengi wa kizalendo katika mji huo, tofauti na wale wa jeshi la taifa FARDC pamoja na Warundi. Sijui unaweza kuleta mwangaza gani kwa mtazamo wako, mmoja kati ya makamanda ulioko kwenye uwanja wa vita, kuhusu namna ambavyo umehisi chanzo kilichopelekea mji wa Uvira kuweza kuanguka. Karibu kutupatia ufafanuzi kwa faida ya wakongomani wote ambao wanakusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Mimi kama vile observance wa Jenerali Abdul na msemaji wa wazalendo katika tarafa nzima la Kabare, nataka kujulisha raia wa Uvira ya kwamba waendelee kumtegemea Jenerali Abdul Matata Panda wa Lubarika, kwa kuwa yeye ni miongoni mwa jemedari ambao wameshaka kataa kuisaliti raia Uvira na kuisaliti nchi yetu ya Kongo. Kuna audio ambayo nilipata, raia wanauliza kuhusu majemedari wengi waliokuwa Uvira, eti kwa nini wamekimbia bila kupiga risasi. Mimi nataka kuwajulisha raia ya kwamba wazalendo walifanya kazi kama ilivyohitajika Kamanyola, Katogota pamoja na Luvungi, lakini usaliti ukatoka upande wa kiongozi wa FARDC General Chivil kuwaambia wazalendo warudie nyuma, ya kwamba kuna majeshi wapya ambao wako wanatoka Kishasa ambao watafunga fro kuanzia Kamanyola hadi Luvungi. Bwana mtangazaji, nafikiri mimi mwenyewe uliona meeting ambayo nilifanya Sange tarehe 9 mwezi wa 12, nikiwa nimekusanya maskari wengi sana na kumuuliza jemedari komanda sector kwa nini anatuambia tuache mji wa Katogota Luvungi ili hali adui bado hayupo. Lakini kamanda, haoni kama unasingizia viongozi hao wa jeshi la taifa FARDC kusema kwamba wao ndio chanzo ya mji wa Uvira kuingia mikononi mwa waasi? Kwa sababu nakumbuka kamanda Chiviri aliweza kutoa amri ya nyinyi kuweza kupambana, kuweza kuwazuia. Kamanda, labda ni kipi kingine ambacho nahisi ni chanzo tofauti kwanza na hicho ambacho umekitaja hapo, kusema kwamba kamanda wa mji wa Uvira pamoja na mkuu kiongozi wa majeshi kamanda Generali Chiviri ndiye aliweza kusababisha mji wa Uvira kuingia mikononi mwa waasi? Kamanda, unashindwa kuelewa kama katika viongozi wa wazalendo wengi walijiita kuwa majemedari kwa kuhitaji wapewe sifa, wengine kwa kutaka wajifaharishe, lakini kwenye upande wa msimamo ikaonekana wao wameshawishika vibaya zaidi, kwa sababu ukiangalia bwana mtangazaji, ikiwa wazalendo wamewacha mji wa Uvira bila kupigana risasi, ni pindi FARDC walipoanza kuondoka katika mji wa Uvira wakiacha ligne de front, pamoja na wale ambao walikuwa wanajiita wa coordinateur wa wazalendo. Nafikiri ukiangalia katika mji wa Uvira kulikuwa takriban coordination 5 ambao walikuwa wanajiita wao ndio viongozi wa coordinateur ambao wanaosimamia wazalendo Uvira nzima, wengine wakijiita wa komanda region, lakini na wale ndio waliokuwa wa kwanza kupangua vikosi vyao na kuanza kukimbia, wamoja kukimbilia hadi Fizi, wengine sijue kama wako Mwenga. Lakini bwana mtangazaji, ilifika tarehe 10 M23 iliingia katika mji wa Uvira tukiwa ndani pamoja na jemedari wangu Generali Abdul Matata Panda. Isipokuwa unajua bwana mtangazaji, sisi sikitiko letu na sikitiko la jemedari Abdul, kwa sababu ukiangalia tokea komanda sector, watu walipe komanda sector Lumbu, wale ambao walikuwa wanajiita wa coordinateur na wengine baadhi ya majemedari walipewa vifaa hadi General Chiviri, lakini hawakuwahi kumpa General Abdul vifaa hata siku moja, kwa sababu walijua ya kwamba yeye ni mashuhuri na yeye huwa hapokei rushwa. Ukiangalia tokea 1996 bwana mtangazaji, General Abdul Matata Panda yeye anakuwaga tu imara katika msimamo wake ule ule,
hajawahi kubali kuisaliti tarafa la Uvira. Unajua watu kuwa majemadari wengi sio ndio kupambana vita hizo, sio ndio kuwa na msimamo kamili, kwa sababu wengi wao wanajifanya kuwa wao ni majemadari ili wajulikane, adui awatafute awape rushwa, na atakapowapa rushwa wanatimka. Lakini ukiangalia 2004 bwana mtangazaji, General Abdou pamoja na jeshi yake pindi alipotoka Bukavu, Jile Mtebusi alipigwa na Jemedari Abdou na kumwingiza hadi Bugarama. Na ndio maana tunaambia raia wa Uvira wajue ya kwamba kuna wazalendo feki na wazalendo original, na waendelee kujua ya kwamba General Abdou Matata Panda hatasaliti patri mpaka mwisho. Isipokuwa kama kumaliza, tunaendelea kuisihi serikali ya Kongo ikiwa inataka wazalendo kuokoa mji na wazalendo kuendelea kuprotege patri, isiweke wazalendo katika uongozi wa FRDC, kwa sababu katika viongozi wa FRDC wengi wao wameshapokea rushwa na wengi wao ndio adui anatumia kwa kuwashawishi viongozi wa wazalendo, kwa sababu katika wale viongozi wa FRDC na ni wale ndio adui alitumia kwa kuwashawishi viongozi wa wazalendo. Na ndio maana tunaendelea kuomba wazalendo wabakie wa autonome kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu katika huu ushirika wa pamoja inaanza fanya FARDC kikimbia na baadhi ya wazalendo wanaanza kuifata kukimbia, na hii yote inaendelea kuyumbisha msimamo ya askari wa moja. Ndio kamanda, unasema kwamba waliwadanganya, jeshi la taifa liwadanganya kwamba eti kuna yetu askari wapya na mkalazimika kurudi nyuma, na sasa baada ya kugundua kwamba mmedanganyiwa, kwa sasa mna maamuzi gani na mnajipanga vipi? Kwa sababu mlikuwa mkipambana nyuma ya jeshi la taifa FARDC, na sasa umesema kwamba jeshi limewadanganya. Sasa nyinyi kama wazalendo hamna vifaa, na mnajipanga nini sasa? Mnajipanga kwa namna gani kwa ajili ya kuweza kukabiliana na wahasi? Ndugu mtangazaji, unajua sisi tunaendelea kutegemea mpangilio wa rais wetu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ambaye anaendelea kufata diplomasi ya mikataba ambayo amesaini huko Doha na Washington. Unajua sisi wazalendo huwa sisi hatuna usapoti kutokea serikalini, isipokuwa sisi tumejitolea katika moyo wa ushujaa na kwa kutokubali kuvamiwa katika nchi yetu. Sasa kupitia mpanga mkuki na ile ndogo ambayo tulionayo, tunaendelea kujihami na kujitegemea, na kwa kweli tutaendelea kudhibiti adui na kukabiliana naye mpaka pindi serikali itakapoona ya kwamba M23 hawana moyo mzuri, aidha M23 wao hawajali diplomasi, kwa sababu laiti rais angelikuwa na yeye vile vile kama wao, ni kama vile moja kwa moja tumeshaunguza Uvira nzima. Lakini rais anaendelea kuheshimu mikataba, kwa sababu hata maandiko imesema amelainiwa atakayeruka mipaka, aidha amelainiwa atakayeruka alichokisaini. Na ndio maana tunaendelea kumwomba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atupatie msaada wa vifaa kama vile sisi wazalendo, na msaada ambao sisi tunamwomba asiupitishie kunako viongozi wa FRDC, kwa sababu humo katika viongozi wa FRDC wengi wao ni wasaliti na wengi wao wameshachukua pesa ya adui. Na ndio maana mara kwa mara unasikia wanaopeleka maskari repli strategique. Ndugu mtangazaji, mimi sijawahi kuona repli strategique ya kilomita 50 au za kilomita 80. Repli strategique inachukua kilomita 2 au 3, lakini huwa unasikia viongozi Kamanda, unasema ya kwamba bado kundi lenu lina moyo wa kupambana, lakini mnakosa vifaa vya kuweza kupambana na waasi. Sasa hamuoni ni vema kuweza kuweka silaha chini, mkawaacha waasi wapite tu, kwa sababu msije mkausha raia, ili hali ya kwamba hamna vifaa vya kupambana nao, kamanda? Bwana mtangazaji, unajua kwamba vita sio silaha nyingi, vita sio askari wengi, isipokuwa vita ni ujanja na vita ni kuwa na moyo wa ushujaa. Ndugu mtangazaji, sisi hatuwezi tukamwachia njia M23,
Unajua, ikiwa sisi tulikubali kuacha mji wa Uvira ni kwa sababu ya uongo ambao ulitumiwa na viongozi wa FRDC kutuambia kwamba kuna maaskari wapya ambao walileta wamevalishwa sare za hibu kuwa wameingia, wao ndio wataingia kwenye mstari wa mbele. Kupitia ile uongo ikasababisha wazalendo kurudia nyuma. Na swala la pili, bwana mtangazaji, lililosababisha wazalendo ambao walikuwa na ile moyo wa ushujaa wa kupigana katika mji wa Uvira, sisi tuliheshimu mikataba ambayo rais alisaini huko Doha na huko Washington, kwa sababu najua huwa wazalendo ni watu ambao wanaheshimu kauli ya rais na ni watu ambao wanasapoti 100% diplomasi ambayo rais iko anaifanya. Unajua ndugu yangu, isipokuwa wao huwa wanakuwa wanasema kwamba wazalendo ni raia, lakini wazalendo ni raia ambayo imeelimika. Ni raia ambayo haitaki kuruka mipaka kama vile M23 wanavyoruka mipaka ya Doha na mipaka ya Washington. Isipokuwa sasa, bwana mtangazaji, huko ambapo wanaenda huko bilimani, kwa sababu inaonyesha wao mbinu yao hawaheshimu mikataba ambayo wamesaini huko Doha, mikataba ambayo wamesaini huko Washington. Lazima huko bilimani wanaokuja lazima kupambana nao, bwana mtangazaji, kwa sababu huwa panya ikiingia katika nyumba ya mtu, usisubiri panya ienee nyumba nzima, usisubiri panya izae watoto, kwa sababu wenda ukiua mama hautaua tena watoto wote. Na ndio maana kwa kuwa wao ndio wanaoendelea kuruka mpaka, kwa sababu tukiangalia katika hata kitabu cha sheria kinasema ya kwamba legitime defense, kwa sababu vita ambayo serikali ya Kongo iko napigana, vita ambayo sisi wazalendo tunapigana ni mkadri ya defense, kwa sababu sisi hatujawahi kwenda kuwachokoza, isipokuwa wao ndio wanaendelea kutuchokoza, bwana mtangazaji. Na hatuwezi tukakubali kumwachia mwenye Rwanda njia, kwa sababu sisi hatujawahi kwenda kuivamia Rwanda, na Rwanda haitageuka nchi yetu, wala na wao Kongo haitabakia nchi yao, na ndio maana sisi hatuwezi tukakubali kuwapa njia. Kiongozi, na kuna taarifa kusema ya kwamba waasi wameondoka katika mji wa Uvira. Labda hizi taarifa ziko namna gani kwa upande wenu ninyi wazalendo? Kweli waasi wameondoka katika mji wa Uvira? Unaweza kuaminisha raia wa Uvira ya kwamba waasi wameondoka, aidha ni uongo wa waasi, kamanda? Bwana mtangazaji, unajua kama M23 wameshakazoea kuzichezea akili za sisi Wakongomani. M23 haukuondoka kwa sababu sisi huwa muda wote ule tunatingana nao, kwa sababu sisi hatuko mbali. Unajua wao wametumia mbinu za kupanda huko sehemu za barabara ya Mwami, wakijigawa kunako milima mirefu ya Uvira na Fizi, wakawa na mbinu ya kwenda kujiunga na ndugu zao Watwiraneho na wale wengine wa Redi Tabara ambao wanakopatikana huko Minembwe. Na wengi zaidi wamevua sare za kijeshi wakiwa wamesagaa Uvira, wameenea Uvira nzima wakiwa wamevua sare za kijeshi, na wengine wakawa wamevaa sare za kipolisi. Unajua kitu ambacho wamefanya, bwana mtangazaji, walikuwa wanafikiri ya kwamba pindi watakapoonyesha kuwa wametoka, sisi kama vile wazalendo tutaingia moja kwa moja humo katika vile ya Uvira, na ili hali sisi tuna watu wetu wengi humo ndani, tuna watu wetu wa renseignement, vile vile kuna baadhi ya maaskari wetu ambao kabisa wako makini humo ndani. Na ndio maana tunaambia raia wao wakae kimya na wasikubali kile ambacho adui iko nafanya, kia kuambia wao waandamane kusema kama wanawapenda M23, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba wako wanalazimisha raia na kupitia Wanyumba 10. Isipokuwa vile vile, bwana mtangazaji, kuna baadhi ya watu Uvira ambao kabisa wameshajiunga na M23 na wengi wao tumeshawajua na kuwatambua. Isipokuwa tunawaambia wajue ya kwamba hata usiku ukawie, muda wake unafikaka wa kukucha. Kwa hiyo raia isivunjike moyo, iendelee kutegemea rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na wazalendo.
Na msikilizaji na mtazamaji, haya yalikuwa mahojiano yetu naye kamanda, tena msemaji wa wazalendo kutoka uko tarafani Kabare. Kwa sasa anapatikana katika maeneo ambako hajasema yatajwa jina, lakini kulingana na misemo yake amesema kwamba muda wote wanaweza kuingia katika mji wa Uvira kwa ajili ya kuweza kufanya ukombozi. Lakini na wewe pia msikilizaji unaweza kutuandikia kwenye comment kuhusiana na mahojiano haya. Unahisi ni kipi kifanyike? Aiza wazalendo walifeli wapi mpaka kupelekea wahasi kuweza kupata mwanya ya kuingia katika mji wa Uvira? Na sasa tuelekeze uko Kamanyola. Nimekuahidi ya kwamba katika taarifa zetu za hiyo jana kuliandaliwa na maandamano ambayo iliweza kusimamiwa na wahasi wa AFC M23 kusema kwamba raia wa Kamanyola waandamane kuonesha ya kwamba wako nyuma ya uongozi wa AFC M23 na hivyo Marekani isiweze kuondoa katika eneo hilo. Taarifa za siri kutoka Kamanyola zimeripoti ya kwamba hiyo jana tarehe 19 mwezi Disemba mwaka wa 2025 kuna baadhi ya mikutano iliweza kufanywa na wahasi katika maeneo mbalimbali ikiwemo makanisa, viongozi wa makanisa, viongozi wa vijana na sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuandaa kufanya maandamano ya kuonesha kwamba wanahitaji wahasi wa AFC M23 endelee kusalia katika eneo hilo ambako wanatakiwa kuondoka kuacha maeneo hayo. Na majira ya mchana baadhi ya wakahaji wa Kamanyola waweza kukusanywa kwa wingi kufanya maandamano hayo kwa masharti ya kuto kurekodi aiza kushika picha kiolela. Lakini baadhi ya raia wengi waliweza kuponyoka maandamano hayo na kuweza kwenda mashambani katika shughuli zao za kawaida kwa kuonesha kwamba hawako tayari kufanya kile ambacho wahasi wanawalazimisha kufanya tofauti na matakwa yao. Hivyo maandamano yaliweza kufanyika kwa kuonesha kwamba wahasi wa M23 wanapendwa, ili hali ya kwamba siri za ndani zimeripoti kwamba maandamano yalisimamiwa na wahasi na kila kilichofanyika kilikuwa chini ya uongozi wa wahasi wa AFC M23. Na kabla tujielekeza uko Burundi, tukujuze kile ambacho uongozi wa Burundi umezungumza kuhusiana na wakimbizi. Ngoja tukujuze kile ambacho kimeweza kuripotiwa katika mji wa Baraka tarehe 18 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Mji wa Baraka uliandaa siku ya Alhamisi tarehe 18 Disemba mwaka wa 2025 kikao cha baraza la usalama ili kutathmini kipi kifanyike kwa ajili ya kuweza kulinda usalama katika mji huo. Kikao hicho kiliongozwa naye kamandi wa kanda ya kijeshi ya 33 na kilifanyika katika ukumbi wa mikutano wa vijana katika mji wa Baraka kuanzia majira ya asubuhi saa 4 hadi saa 8 mchana. Lengo kuu ya mkutano huu wa kimkakati ulikuwa ukilenga kutathmini upya hali ya kiusalama katika mji wa Baraka na kuweka mikakati madhubuti ya kuimarisha usalama si tu ndani ya mji wa Baraka bali katika eneo lote la Fizi ambalo limekabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama. Mkutano huo uliweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kiraia, kijeshi na kijamii wakiwemo meya wa mji wa Baraka, maafisa wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, polisi wa taifa ya Kongo PNC, wawakilishi wa wazalendo pamoja na wakuu wa mitaa wa Baraka na machifu wa vijiji vya jirani. Wakati wa majadiliano, washiriki walipitia kwanza matukio ya kiusalama yaliyotokea katika wiki za hivi karibuni na kukubaliana juu ya hatua zitakazosaidia kurejesha amani kati ya vikosi vya ulinzi na wananchi. Miongoni mwa maamuzi yaliyofikiwa ni kuimarisha nidhamu ndani ya vikosi vya ulinzi na usalama, huku adhabu kali zikapangwa dhidi ya wanajeshi watakaohusika katika ufyatuaji wa risasi za ovyo bila ruhusa au ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Vilevile ilitangazwa kuanzishwa kwa doria za pamoja zitakaohusisha jeshi, polisi na wazalendo. Doria hizi zinalenga kuzuia uhalifu, kulinda mtaa na kuhakikishia wananchi usalama wao kama kawaida. Mwisho wa mkutano huo, mamlaka ziliwataka wananchi kushirikiana kwa ukaribu na vyombo vya usalama pamoja na viongozi wa maeneo hayo.
Na sasa tuelekeze huko nchi jirani, Burundi, nchi rafiki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Umeambiwa kwamba hata kama utapigwa vita, lazima kutakuwa sehemu ambako utapata msaada. Na kipindi hiki cha machafuko ya kivita mashariki mwa DRC, Burundi imeonekana kutoa msaada kwa kiwango kikubwa sana kusaidia taifa la Kongo. Mwanzo wa vita vya waasi wa AFC M23, Burundi iliamuru vikosi vyake kuweza kuisaidia Kongo, na mpaka leo licha hakujawa na mafanikio chanya ya kuweza kudhibiti eneo mojawapo, lakini bado Burundi endelea kuonyesha ushirikiano wake na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hii imeonyesha jinsi gani Kongo ina urafiki wa karibu sana na nchi ya Burundi, tofauti na nchi zingine zote. Lakini sasa ni kipi ambacho kinawakumba huko Burundi? Serikali ya Burundi imetoa wito mzito na wa dharura kwa wakimbizi wote wa Kongo wanaowasili hivi karibuni, hasa wale wanaoishi kwa ndugu au jamaa au waliokodi nyumba katika jiji la Bujumbura na katika mkoa mwingine wa nchi, kuhamia mara moja katika vituo vya mpito vinavyoandaliwa rasmi kwa ajili ya mapokezi ya wakimbizi. Burundi imepokea idadi kubwa sana ya wakimbizi waliokimbia machafuko ya kivita Uvira, Fizi na sehemu zingine. Sasa hali inakuwa ngumu ya kimaisha, imepelekea mpaka umeamua kuanza kuwaondoa wale wote waliofikia katika maeneo ambako ndugu zao wanapatikana. Kuna baadhi ya wakimbizi ambao wametoka DRC na kufikia sehemu za ndugu zao. Ukiangalia Burundi kunapatikana wakongomani wengi, ni moja kati ya nchi ambayo ipo kwenye mpaka na sehemu ambako ni karibu sana Uvira Burundi. Watu wengi, wakongomani wengi waliweza kuhamia Burundi kabla hata ya vita havijakuja. Sasa ndugu zao walipokimbia vita waliweza kuwafikia nyumbani kwao bila hata kwenda wapi, makambini. Kulingana sasa na hali ya maisha kubadilika na kuwa ngumu zaidi na idadi ya watu kuongezeka kipindi hiki, Burundi imetoa onyo kali na wito mzito kuwataka wale wote waliweza kukimbilia kwa ndugu zao waweze kurejea maeneo ambako wanahandaliwa, yani makazi ya mpito ya kambi, kabla hawajapelekwa kwenye kambi zao. Hatua hii inalenga kuhakikisha usalama wao, uratibu bora wa misaada ya kibinadamu, pamoja na maandalizi ya kuwasafirisha kwenda katika kambi za wakimbizi zilizo mbali na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuepuka hatari zozote za kiusalama. Serikali ya Burundi imehakikisha kuwa inafanya kazi kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa ya kibinadamu ili kuhakikishia wakimbizi hao hifadhi salama na huduma za msingi watakazozihitaji. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, hiyo ni hali halisi kule kambini. Sasa hali bado ni tete. Umeambiwa maisha ya kambi usiombi ya kukute. Maisha ambayo unapitia kambini ni maisha magumu sana. Mpaka sasa bado kuna familia ambazo hazijawa na matumaini ya kupata sehemu ya kukaa, kwa sababu bado watu ni wengi ambao hawajapelekwa kambini. Yani wale ambao wanakwenda kwa sasa hawaendi kambini, bali wanapelekwa kwenye eneo la hifadhi ya mpito, yani wanapokelewa sehemu kwa kusubiria orodha sasa ya kuweza kupelekwa kambini. Hivyo mpendwa msikilizaji, wakongomani wengi waliokimbilia Burundi wanaendelea kuomba msaada kwa wale wenye mioyo mwema kwa ajili ya kuweza kuwasaidia, kwa sababu maisha ambayo wanapitia huko ni magumu sana. Mmoja miongoni wa wakimbizi ambaye tumewasiliana naye kabla kabisa sijaingia studioni, ameniambia kwamba kipindi ambapo kambi iliweza kusikia waasi wa AFC M23 wanaondoka katika mji wa Uvira, kambi nzima iliweza kushangilia na kufurahi, kwa sababu wengi wanatamani kurudi, lakini wanasubiri labda kile ambacho Marekani inaendelea kukifanya, kutafuta mbinu ya kuweza kuondoa waasi wa AFC M23 katika maeneo yote ambayo yanashikilia mashariki mwa DRC. Lakini baada ya uchunguzi wakakuja kugundua ya kwamba bado waasi wa AFC M23 bado wapo katika mji wa Uvira. Kambi nzima iliweza kujaa na huzuni, kwa sababu walikuwa wameshafurahi kusikia taarifa zile kwamba wameondoka, lakini baada ya kusikia taarifa zimebadilika kwamba wakuondoka, basi mambo ikawa magumu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, natumai kwamba uko na sisi, uko pamoja nasi katika habari zetu na uchambuzi za ukweli na za uhakika kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Kwa hivyo nakusii, ili uendelee kupata habari hizi kila siku, kila saa na kila sekunde, nakusii kusubscribe channel hii, kucomment
na kusambaza habari zetu kwa walio wengi. Kwenye komenti unaweza kutuandikia unatufuata kutoka maeneo gani, unatufuata kutoka nchi gani, na una maoni gani kwa taifa la Kongo. Asante, tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Mimi ni mtangazaji wako na mchambuzi wako Ramsehi Ramadhani, na hii ni chaneli yako Amani TV Media. Tunakutangazia kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu ambako mabadiliko yanatokea muda kwa muda. Tupo kwa ajili ya kukuhabarisha. Naendelea kuomba Mwenyezi Mungu aweze kutuweka hai ili tuendelee kukuhabarisha, upate kufahamu yote yanaendelea kujiri sehemu mbalimbali ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nakutakia uwe na siku njema. Bye bye.